Habari na karibuni. Leo tunaenda kuzungumza kuhusu details za Schengen visa. So tutakuwa tuna maswali ambayo tutajaribu kujibu haraka haraka kulingana na watu ambao wamekuwa wakiulizwa. So swali la kwanza, Schengen visa ni nini? Schengen visa ni visa ambayo inakuruhusu mtu kuingia nchi zaidi ya 26 barani Ulaya. Kwa hiyo with one visa you can visit different countries. And what are the types of Schengen visa? Aina za Schengen visa ziko tatu. Kuna type A, kuna type C na type D. Type A is for transit, type C is for short stay and type D is for long stay. Ambao tutaenda kuzungumzia sana type C. Ni nchi gani, which is the best country to apply? Nchi gani bora sana ku apply? Kwa utaratibu inatakiwa uombe nchi ambayo utaenda kukaa siku nyingi zaidi. Kwa mfano, una mpango wa kwenda kukaa kutembelea nchi 4, for example France, Spain, labda na German. Lakini Ujerumani utakaa muda mwingi zaidi. So unatakiwa uapply visa yako kupitia Ujerumani. Na nchi ambayo utaapply ndio itakuwa nchi ya kwanza ambayo unatakiwa uland. So does Schengen visa C allows you to work? The answer is no. Schengen visa haikuruhusu wewe kufanya kazi. Kwa hiyo ukifanikiwa kwenda Ulaya kupitia Schengen visa, ukifika kule inatakiwa uchange status ya visa yako. So you need to change it from Schengen visa C to D ili uweze kufanya kazi. And what is the maximum length of stay? Hapa maximum length of stay ya Schengen visa ni siku 90, ambayo sasa inategemea kama ukipewa single entry, meaning the maximum length of stay ni siku 90. Ukipewa multiple entry, meaning ukienda siku 90 inatakiwa utoke alafu urudi tena. What are the required documents? Required documents for Schengen visa application, kuna passport, kuna flight booking na hotel booking, kuna travel insurance, kuna bank statement, kuna job document au business document. Hizo ndio required documents. Lakini kuna zile sasa additional documents or supportive documents. Kama mtu una familia, you can put marriage certificate, vyeti vya watoto. Kama una mali, unaweza ukaweka labda hati ya nyumba, hati ya gari, any supporting documents ambayo inaweza ikabeba application yako. So can you apply without any travel history? Yes. Sio wote ambao wanaweza kuapply lazima wawe tayari walikwisha kuapply. Mtu yeyote anaweza akaapply, even though it's your first time, unaweza ukaapply hiyo mara yako ya kwanza na ukafanikiwa kupata visa yako. So the answer is yes. Is Schengen visa valid in UK? No. Watu wengi sana wamekuwa wakichanganya hili, wanaamini kwamba with Schengen visa you can visit to UK. No. If you want to go to UK and you want to visit Schengen visa, you need to have two visas. Inabidi uapply visa ya UK, lakini pia uapply visa ya Schengen. So the answer is no. Do all Schengen countries have embassies in Tanzania? The answer is no. Hapana. Hapa kwetu Tanzania tuna baadhi ya nchi ambazo ndio zina balozi, lakini tunazo centers ambazo zina process baadhi ya nchi. Tuna VFS, lakini pia tuna TLS ambazo hizi zina process baadhi ya nchi. So kuna baadhi ya nchi ambazo pia ili uweze kuprocess you need to travel to either Nairobi, either you need to travel to South Africa. So inategemea na nchi ambayo unahitaji. Lakini kama unaona unahitaji kwenda nchi ambayo unahitaji kuapply, maybe you need to travel to South Africa, Pretoria, you can just apply another Schengen country and then ukaweza kufika hiyo nchi ambayo unataka kwenda. So is it necessary to have an invitation letter? No. Sio lazima kila unapoomba visa lazima uwe na Schengen. Lazima uwe na invitation. Unaweza usiwe na mwaliko na ukaweza kwenda, kwa sababu kuna mwaliko labda wa familia, wa rafiki, kuna mwaliko wa kibiashara, lakini kuna mtu mwingine anaenda kwa ajili ya kutalii. So unaweza ukaapply pia kama mtalii na unaweza ukapata visa yako. So it is not necessary. The answer is no. Can you appeal or reapply after the refusal? Yes. Unaweza ukaapil kwenye embassy husika baada ya kukosa visa, ingawaje process inaweza ikachukua muda, lakini pia unaweza ukaapply baada ya kuwa umekosa either kwa nchi hiyo au kwa nchi tofauti, lakini you need to reapply with stronger documents to support your application. So the answer is yes. Do children also apply for a Schengen visa? Ndio. Kuna mtu mwingine anahitaji kusafiri labda yeye na watoto
na wanataka kwenda Schengen, wanataka kwenda Ulaya either for vacation au kwa namna yoyote ile, ndio watoto na wenyewe lazima waombee Schengen visa. Ingawaje kwa watoto chini ya umri wa miaka 6 wanakuwa hawalipii visa fee, so it's free for them. So the answer is yes. So hii ni session ambayo tutakuwa nayo, ambayo tutakuwa tunakuletea maswali tofauti tofauti, and this is all for Schengen visa. Comment kitu chochote au swali lolote ambalo tumelisahau na unataka kulijua. Asanteni sana. Global Ventures, your gateway to the world.